kun askara lihimayati alwatan, kuwa askari wa mwanzo kwa ajili ya kulinda nchi yako. Ndio hotuba yetu ya leo. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, ayuha almuslimun, inna min a'zami alqiyam allati jaa biha alislam himayat alwatan wa sawnihi min al'ada. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, katika miongoni mwa mambo yalikuwa makubwa yenye heshima na hadhi ambayo Uislamu umekuja nayo ni kuilinda nchi kutokana na maadui. Falwatanu ni'matun min ni'amillahi, basi nchi ikiwa na amani ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo neema hiyo ameipa nchi husika. Fihi nahya, kwa sababu kwenye nchi hiyo tunakuwa si hai, lakini si hivyo tu, kwenye nchi yetu pia iko na amani. Wa ala ardhihi na'budu rabbuna, na kwenye ardhi na kwenye nchi kwa ujumla tunamwagia Mola wetu. Sasa basi, waman ghayara watanahu, yoyote atakayepoteza na kaiacha nchi yake ikiwa inaingia vurugu, hakuna utulivu, anapaswa kutambua fika faqad dhayya amanatahu wa dinatahu, atakuwa amepoteza amana aliyopewa na Allah ya amani katika nchi husika. Lakini pia vile vile amani inapotoweka katika nchi inakuwa ni sababu ya vurugu, na panapokuwa na vurugu watu wanashindwa kufanya ibada, na watu wanashindwa kufanya ibada, maana yake pia anakuwa amepoteza dini yake. Ayuha almu'minun, walihadha yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi al-aziz al-hakim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Nini maana yake? Allah subhanahu wa ta'ala sema kunu musta'idina daiman, kweni daima wenye kujiandaa bidifai an ahlikum, kuitetea na kuilinda nchi yenu, wa dinikum, na dini yenu, wa mujtamaikum, na society yenu na jamii yenu. Kwa hiyo sisi kama Waislamu tunapaswa kuilinda nchi yetu, kwa sababu nchi yetu ndiyo amana ametupa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwenye nchi yetu ndio dini zetu tunatekeleza, ibada zetu tunatekeleza. Lakini pia kusimamia jambo hili la kulinda na kuwasikia viongozi wa kulinda amani katika nchi yetu, pia tunalinda jamii zetu. Ayuha al-ahibba, ayuha al-mu'minun, inna al-jaysha wa rijala al-amni hum dirul watani, hakika wanajeshi na watu wa amani wa salama, wao ndiyo ngao ya nchi yetu, wao ndiyo ngao ya nchi yetu. Wasiyajibu al-hasim, na ndiyo ngome madhubuti ambao wao wanalinda nchi yetu. Wao wanajeshi na maskari wa usalama kwa jumla, yakifuna wala thumuni fi sabilillah, kimsingi wanakaa katika mipaka kulinda wananchi wake, kulinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha al-mu'minun, ayuha al-muslimun, yahrisuna al-bilada wal ibad, wanajeshi na maskari na watu wa amani na watu wa usalama kwa ujumla wake wanalinda nchi, lakini pia vile vile wanawalinda wananchi. Kama hamjui, kama hamtambui, hawa ndugu zetu wanaotulinda sisi, wayualihuna al-akhtara, wallahi kuwa wanafaana na hatari mbalimbali kwa ajili yetu, wanafaana na matatizo makubwa. Pia yaisha nasu fi amni wa salami, ili sisi wengine tusiokuwa maskani au kukaa mipakani tupate kuishi kwa amani na tupate kuishi kwa salama. Wao wanatolea miili yao kwa ajili ya kulinda nchi, kwa ajili ya kulinda mimi na wewe. Basi sisi lazima tuthamini mchango wao na tuombee dua, tuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala awape taufiki, ili mradi usalama na amani nchi yetu iweze kuendelea. Lakini ikiwa sisi ndio wa kwanza kuanza kuleta chokochoko, vurugu, kimsingi tunaongezea kazi majeshi yetu,
tunaongezea kazi maskari wetu, tunaongezea kazi watu wetu wa usalama, kwa upumbavu wa watu sisi, kwa vurugu ambazo tuhadisi eti ndiyo suluhisho wa majambo yetu, kitu ambacho siyo kabisa. Ayuha almu'minun, ayuha almu'minun, faqad jaa hadithu an nabii sallallahu alayhi wasallam. Imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hivi: ainani la tamassuhunna, macho ya watu aina mbili hata kufa na moto, wale ambao wanafanya kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ainu kitu cha kwanza mpaka kimshashiyati lillah, ile kitu ambalo limelala usiku mchana likajitenga likamwambia sultana kiasi kwamba likaanza machozi, kitu hili kusema kweli halitakufa na adhabu ya moto. Wa ainu na kitu lingine baada tahris fi sabilillah, ile kitu ambalo limekieka usiku likawa linakulinda sisi. Tuzama kufa sana macho inakuja hapo kufanya kazi hizi mbili, wallahi hata kuswa na chembe za moto. Tuzama kufa sana, tuwe maaskari wa kwanza kulinda amani ya nchi yetu, na tukiwa legelege wazembe, shida zitakazotokeza zitatukumba sote. Hazitawakumba hao kuwa wanataka vurugu ianzike, au kama wanasema wenyewe msamiati wao wakirukishe, mimi na wewe tutaathirika. Na ndio maana viungo vyote vyenye akili vinalinda amani ya nafsi zao. Hebu sikiliza hadithi hii ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, hadithi ambayo amesahihisha Imam Tirmidhi, hadithi ambayo muhimu sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, idha asbaha ibnu adama fa inna al-a'dha'a kullaha takfur. Ili mwanadamu kila siku anapoamka, viungo vyake vyote isipokuwa kiungo kimoja tu, viungo vyote vinaungana, vinanyenyekea, vinatii na kutoa agizo na kuomba kwa hicho kiungo kiwe na utulivu. Viungo vya akili, yaani mkono wako wewe, jicho lako, mguu wako na viungo vingine, ukitoa hicho kiungo hicho vina akili kuliko wewe. Yaani viungo vyako vina akili, vinamuomba kiungo mmoja, kwa sababu bila yeye huyo sisi wengine tutakuwa tunasabika. Kiungo gani? Yakulu Nabii sallallahu idha asbaha ibn adam, bila kiamka mwanadamu, fa innal a'dha'a kullaha, viungo vyote takfu, huwa vinanyenyekea na kusema haya hada. Binasema kumwambia nani? Kumwambia ulimi. Takun binasema viungo hivi, ittaqillaha fina, muogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yetu. Wa innama nahnu bikum, hata vinginevyo sisi tuko pamoja na wewe. Fa in istaqamta istaqamna, wewe ukitulia, ukitulizana, kama hukuleta fujo, ukutuchongea, ukuongea maneno ya ovyo ovyo, na sisi tutasalimika. Yaani wewe ulini ukisalimika wewe, na sisi tutasalimika. Wa inni wajadta ili wajadna, lakini wewe ukijokolokota, ukipinda, ukisema maneno ya ovyo ovyo, wa kwanza kupigwa sisi. Sisi mnaelewa viungo vinavyosema ndugu zangu katika Uislamu? Viungo vinasema kuambia ulini bana, tulizana mtu, usije ukamtukana mtu, usije ukampiga mtu. Hivi ulimi ukimtukana mtu, alafu mtu akaamua kurudisha kumi, je, ile kumi ikifika kwenye mkono, ulimi unafika nini? Mguu unafika nini? Lakini aliyechongea nani? Yeye kupima kiungo hicho, ulimi. Kwa hiyo viungo vingine vinamwambia ulimi bana, tumezana. Siku ya leo sisi tutaki kuwa na adabu, kuwa na heshima. Wewe ukipinda, ukinyokota,
itasababisha sisi wengine tuzulike kwa ajili yao. Na sisi tunasema, ndugu zangu raia, ninyi mkifanya vuguvugu, athari ya vurugu itarudi kwetu sote. Lakini mkikilizana, hakika wote kuendelea kufanya shughuli zetu kwa amani. Kwa nini tuende vurugu wamekaa ndugu zetu wa jeshi